mambo hayo. Mengi tutazidi kujadiliana katika siku zijazo. Sasa tutaomba ili tuanze mahubiri yetu. Baba, asante sana. Sabato hii inang'aa kwa roho zetu, lakini kushinda sabato, wokovu wetu katika Kristo unang'aa sana mioyoni mwetu, na tunakushukuru kwa hilo. Tunapoketi chini sasa kusikiliza neno lako, Roho wako atutangulie, aweze kutunong'onezea kila mmoja wetu kama watoto wachanga. Tukimaliza tutashukuru jina lako. Kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sasa mada yetu ya leo tumeiweka kuitwa Would you be free? Unaweza kuwa huru. Uhuru ni kitu cha muhimu mkubwa. Freedom is a precious commodity. Nimesoma kwamba yule rais wa 32 wa Marekani anaitwa Franklin Roosevelt alitamka kwamba in our world there is nothing more important than freedom. Roosevelt anasema kwamba hakuna kitu kilicho na umuhimu mkubwa katika dunia kuliko kuwa na uhuru. Na kwa sababu ya umuhimu wa uhuru, kuna mzee mmoja amefungwa kwa miaka 27 pale Afrika Kusini. Nikiwa mwanafunzi huko, tumeenda kisiwa kinaitwa Robben Island. Robben Island iko kilomita 7 kutoka pwani ya Cape Town, ule mji mkuu wa South Africa. Tumetembea huko kama siku moja ya kujivinjari, na Robben Island ilikuwa mahali ungerudi nyumbani ukiwa hai. Ilikuwa bahati sana, kwa sababu kutoka Cape Town mpaka Robben Island kulikuwa na maji baridi, hata leo ni baridi bado, na tena kuna mamba wakali. Kwa hivyo walikuwa wanafunga watu Robben Island kuwafanya wasiogelee warudi hapa kwao Cape Town ama kwingine, na kulikuwa na maji ni baridi, ungeogelea ungekufia njiani. Kwa sababu ya kutafuta uhuru, Nelson Solala Mandela amefungwa miaka 27 kupigania uhuru wa watu wake, kuonyesha kwamba uhuru ni kitu cha umuhimu mkubwa. Kitu kingine ni kwamba kuna nchi duniani leo ambao hawana uhuru hata wa kutembea katika mitaa ya miji. Nchi moja nimetazama katika YouTube, wanasema kwamba hakuna mwanamke anaweza kutembea hapa kwa street kama hajajifunga mpaka abakishe macho peke yake. Na mwanamke anayepatikana akitembea bila kufunga kila mahali isipokuwa macho, anauliwa na firing squad. Analetwa kwa umati mkubwa, watu wanasimama nyuma yake watatu, wanampiga risasi mara moja na anakufa. Uhuru ni kitu muhimu sana. Lakini kuna uhuru mwingine unaoitwa freedom of religion, uhuru wa dini. Tunaambiwa kwamba rais wa 44 wa Marekani Barack Obama ametamka siku moja kwamba freedom of religion is a universal human right, kwamba uhuru wa kuabudu ama wa dini ni haki ya kimsingi katika binadamu. It is a right that should be protected for all people regardless of their faith, kwamba ni uhuru unaofaa kulindwa na kila mtu kwa sababu bila kuzingatia dini yake ama imani yake. Lakini pia yule Papa mtakatifu anaitwa Francis wa 266 ametamka kwamba religious freedom is a fundamental human right, kwamba uhuru wa dini ni haki ya kimsingi ya binadamu, na anaendelea kudai kwamba it is essential for the dignity of the human person and for the flourishing of society. Anasema ni muhimu kwa heshima ya binadamu na kwa jamii ambayo inakuwa.
Kwa hivyo anamaanisha pia yeye kwamba uhuru wa kuwa na dini, kufanya kuabudu vile unataka ni muhimu sana. Sasa kwa sababu hiyo, sheria mbalimbali duniani wamejaribu kuweka sheria kusimamia kwamba uhuru wa dini usitolewe katika maisha ya binadamu. Katika nchi ya Marekani, katika First Amendment, yale marekebisho ya katiba ya nchi ya Marekani, kuna kipengele kinachosema yafuatayo kwamba Congress ni bunge la Marekani, kwamba Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Marekani imesema kwa katiba yake kwamba bunge lake halina uwezo, halina kusudi la kutengeneza sheria kuhusu dini ama jinsi ya kuabudu. Lakini tena karibu hapa nyumbani, sheria yetu katika Article 32 sehemu ya pili, sub article 1, inasema kwamba mada yake ni freedom of conscience, religion, belief and opinion, kwamba tuna uhuru wa mawazo, wa dini, wa kufikiria na wa imani na maoni. Inasemaje katika sehemu hiyo? Inasema kwamba every person has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief and opinion. Kwamba katika nchi yetu pia, kwa sababu tumekiri kwamba uhuru wa ibada na dini ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, tumeiweka katika sheria yetu. Lakini kuna siku moja, kwa mujibu wa Biblia, tunaambiwa kwamba uhuru wetu utatatizwa. Katika kitabu cha Revelation 13, ambayo haitakuwa mada yetu sana leo, 13 aya ya 15 hadi 17, Biblia inasema katika New King James Version Bible, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Katika kitabu cha Great Controversy, ile mada ya 35 ambayo imeandikwa liberty of conscience strengthened, kwamba uhuru wa kuabudu ukitatizwa, roho ya unabii inatuambia kwamba siku moja karibu na mwisho wa dunia, wa dunia kutakosa uhuru kwa njia fulani ya ibada. Kutakuwa kutatizwa na uhuru wa kufanya dini vile ambavyo tumechagua kufanya. Lakini nataka kwenda kwa jambo lingine ambalo nafikiri ni muhimu sana, kwa sababu ndio msingi wa wokovu wetu. Kuna uhuru aina nyingine ambao ni uhuru kutoka kwa dhambi, uhuru kutoka kwa kufa kiroho, uhuru kutoka kwa kufa kimwili na kufa milele. Kwanza, sisi tumeumbwa watu huru. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:27, tunaambiwa kwamba Mungu aliumba dunia kwa siku 6, na siku hiyo ya mwisho akaumba vitu vyote, akatafuta mchungaji. Akamuumba Adamu, akamtazama, akaona atakufa na loneliness, upweke. Akawafanya wakawa wawili, na akasema hawa binadamu watasimamia dunia. Akawafanya watu huru, they were free moral agents, walikuwa na uhuru wa kufanya maamuzi vile sisi tuko leo. Mungu ametupa nguvu za kufanya maamuzi ya aina zote. Akawaweka katika shamba, na tunaambiwa katika aya ya 3 katika kitabu cha Mwanzo kwamba walikuwa wanaongea na Mungu kila wakati.
wanakutana shambani, wanaulizana maswali. Adamu, unaenda wapi? Anamwambia nataka kufika niangalie simba, niangalie na ndovu, niangalie na wengine na mimea. Mimi unajua ni mwana scientist mkubwa, nataka kusoma the marvels yale uliumba kabla ya sisi kutuumba wewe. That was the freedom. Adam na Hawa walikuwa na uhuru wa kutembea, uhuru wa kuongea na Mungu wao, uhuru wa kufanya maamuzi ya kila aina. Lakini walipotezaje uhuru wao? Adamu walikuwa wanakutana na Mungu, wanamuuliza sasa, Mungu, kwa nini uliniwekea macho mawili? Kwa nini hukuweka mengine nyuma? Mungu anamwambia sababu ni hii. Kwa nini sisi kama si wanyama? Anamwambia sababu sio hiyo, ni hii. Kwa sababu wewe ndiye unasimamia hawa wanyama wote. Sasa tulipotezaje uhuru huo? Tulipoteza uhuru wakati tulipoanza kuchunguza sababu ambayo Mungu aliwekea sheria zake. Kukawa na yule joka akamjia Hawa, akamuuliza, wewe mama, unakula matunda mangapi kwa shamba hili? Akamwambia, yote haya tunakula, mapera, chinsobo, tobo hiyo kila kitu. Akamwambia, amuli? Akamwambia, hapana, Mungu alisema tukila hii kweli tutakufa. Akamwambia Mungu aliwadanganya. Na hadi leo kuna watu hata katika dini ya Kristo wanasema si kweli kwamba kuna baraka siku ya Sabato. Kuna watu hata siku hii wanadai kwamba si kweli kwamba ndoa ni takatifu, kwamba Sabato ni takatifu, kwamba zaka ni takatifu. Kuna watu hadi leo. Kumbe binadamu habadiliki kweli. Kwa hivyo tangu siku hiyo, that one single act ilibadilisha historia ya dunia. Na nimewahi kuongea na vijana wetu hapo chuoni siku moja, nikawaambia vijana, kuna kitu utatenda siku moja na maisha yako yatabadilika milele. Adam ametenda dhambi siku moja tu, lakini kwa miaka 6,000 kumekuwa machozi na uchungu, kukosa matumaini na kuwa na shida za kila aina. Wenzangu wa Kristo, na wahimiza kwamba tafadhali, vile Mungu atatusaidia, tuombe atusaidie kufanya mapenzi yake. Kwa sababu kuna kitu utatenda mara moja tu. Kwa sababu utasema, nilijaribu tu mara moja, angalia vile imekuwa. It is once. It doesn't, you may not have another chance. Adamu hakuwa na another chance kubadilisha kile ambacho alitenda. Kwa hivyo siku ile ambapo Adamu alikuwa na taswishi kuhusu sheria ya Mungu, mambo yalibadilika. Akapoteza uhuru wake. Sasa matokeo ya kupoteza uhuru yalikuwa nini? Alianza kuwa na guilt. Guilt ni kujisikia kama uko na hatia. Kwa sababu unakumbuka siku hiyo hiyo Mungu akaendelea kutembea vile alikuwa anatembea. Wakati mchana hivi, baada ya kula tunda, wakapata wako uchi, wakakimbia, wakaenda kutafuta majani, wakashona nguo. Kumbe ushonaji ulianza kitambo. Wakashona nguo, wakajivisha. Sasa Mungu akitembea, kwa sababu walijisikia na hatia, guilt, wakakimbia, wakajificha huko chini. Tulikuwa tunafanya hide and seek tukiwa watoto wachanga. Unaenda unasema getutu, and then unajificha, unatafutwa, unakosa, unajitokeza mwenyewe. Adamu wakatafutwa, wakaulizwa, Adamu, leo mko wapi? Wakasema mambo yametuharibikia, tumekosa uhuru wetu, tumekimbia. Jambo la pili ambalo lilitokea baada ya kupoteza uhuru
na uhuru ulipotezwa wakati walipokuwa na tazwishi kuhusu mahitaji na sheria ya Mungu. Kitu kingine ni kwamba walikuwa wabinafsi. Unajua, Adamu alipomwona Eve siku ya kwanza, alisema, I have never seen such a beautiful thing tangu kuumbwa kwangu. Akasema, sijawahi kuona muujiza, tafadhali kama Hawa atakufa nami nitakufa siku hiyo. Baada ya kutenda dhambi, Adamu akaulizwa, Adam, ulifanyaje ukala tunda? Akasema, huyu mwanamke uliniumbia. Angalia sasa, binadamu amekuwa mbinafsi. Yule binti wa sura hajawahi kuona, akawa mtu ambaye anamwekea makosa. Kitu cha tatu kilichotendeka ni kwamba tulikufa kiroho. Kila binadamu ambaye hajamkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni mauti. Amekufa tayari, kwa sababu Kristo peke yake ndiye anarudisha binadamu kwa ile hali ya kwanza, anamuisha, anamfanya awe spiritual, akue amekuwa hai. Kitu kingine ni kwamba tulianza kufa physically. Mnakumbuka yule kijana wa Enoka alikuwa anaitwa Methuselah. Methuselah aliishi miaka 969 years, almost 1,000. That is impossible. Lakini leo miaka yetu ni 100, miaka yetu ni 80, miaka yetu ni 90, miaka yetu ni miaka 20. Angalia mahali tumetoka. Nafikiri Kristo akichelewa tutaanza kukufa. Tukifika miaka 15 sisi ndio wazee, tunaitwa wahenga, kwa sababu tulianza kufa physically tangu siku tulipopoteza uhuru wetu hapo katika shamba la Edeni. Lakini kwa sababu nimesoma Bill Gates na wale watu ambao wanafanya teknolojia ya AI, wanasema kwamba kwa miaka 10 hadi 20 kutoka leo hakutakuwa na kazi ya kufanya. Watu watakuwa wanakaa kwa nyumba tu, kwa sababu robots na teknolojia nyingine itachukua kazi zote. Na mnajua kwamba Mungu alituumba watu wa kutembea, watu wa kufanya kazi, and there is nothing that kills a human person apart from inactivity. Nataka kukupa mfano. Uende ukae kwa nyumba yako kwa wiki moja, ukae tu, unalala kwa kitanda, wanakuletea maji na chakula, unaenda haja ndogo, unarudi. Kwa muda wa wiki moja utakosa uwezo hata wa kunyosha mkono wako, kwa sababu binadamu ameumbwa to move about. Sasa tafakari kwamba miaka 20 kutoka sasa sisi sote tutakuwa tunakaa nyumbani bila kazi yoyote. Lakini tena jiulize, Mungu anasema katika kitabu cha Exodus 20 verse 8 to 11 kwamba siku sitafanya kazi yako, uje kupumzika siku ya 7. Mimi nawaambia wanafunzi kwamba siku sitafanya kazi yenu. Fanya kazi nyingi, usije kanisani kupumzika na hukufanya kazi yoyote. Na Wakristo tafadhali, Jumapili ikifika asubuhi, ingia kwa kazi yako, kwa sababu Mungu, hata Daudi anaomba kwamba Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Sasa wewe ukilala nyumbani, ni mikono gani itabarikiwa? Sasa tukakufa physically, lakini mwisho tukapoteza matumaini ya uzima wa milele. Wenzangu, Mungu alituumba tuishi milele. Mungu hakutuumba tuve miaka 20, hakutuumba tuve miaka 80 ama 100. Alituumba tuishi forever and ever. Amen. Lakini hata leo tunazidi kutafuta uhuru. Binadamu ni mtu wa ajabu. Hata leo binadamu wanazidi kutafuta uhuru. Wanafanya nini? Wanatafuta uhuru wa aina nyingine. Wanafanya nini? Wanasema nikipata pesa zangu haki nitakuwa uhuru. I'll be free to do what I want. Watu wanataka kuwa huru. Wanasema nikiwa mkubwa nitakuwa huru. Mama yangu hana mamlaka kwangu, nitakuwa na uhuru. Wengine wanasema nikipata talaka hivi, if I get a divorce, I'll be free indeed. Wengine wanadai
if I get education, nikipata education ya kutosha, nitakuwa huru. Nitakuwa huru. Watoto wanatafuta uhuru hata kwa mashule. Watoto wanatafuta uhuru hata wasiende madarasani. Siku moja hawa vijana wetu wameniuliza, na sijui wametoa wapi. Wameniuliza, dadi, sasa ni siku gani tutakuwa na uhuru wa kufanya vile tunataka na kurudi kwa nyumba wakati wowote? Kumbe binadamu ni mmoja. Nikawaambia, unajua hapa tunakaa, mama yenu ndiye mwenye hii nyumba, na hata mimi mama yenu anasema zijatoshea kufanya vile ninataka na kurudi hapa wakati wowote. So hawa vijana mkiwaona hivi wanaendelea kushtuka kwamba kwani tutakuwa uhuru siku gani? Kwa hivyo wanapigania uhuru wao. Sasa hata leo kuna spouses wanasema, I want to be free, nirudi nyumbani. I want to hang out with my friends. Nimeolewa kweli, lakini nataka kurudi nyumbani saa 5 ya usiku ama saa 6. Bado hata Wakristo wanadai wanataka uhuru wa aina fulani. Na ningewauliza pastor siku moja wasifanye makosa, waseme, Wakristo sasa tumewaombea, fanya vile mnataka kwa hii wiki moja iko mbele yetu. Kwa sababu nikiangalia mtandaoni, Wakristo kuna naona hata Wakristo wanapost vitu zingine tu, naona wakiambiwa ulipost hii watasema sio yangu hiyo, si kuposti hiyo. Naona vitu WhatsApp, naona vitu Facebook, naona vitu X. Nashindwa, kweli Wakristo wanataka uhuru wa kufanya haya yote? Lakini wenzangu, nataka kudai kwamba hakuna aina ya uhuru tunaotafuta duniani utakao tutosheleza. Kile kitabu cha Mhubiri kinasema, all this is like chasing after the wind. Ni kama kukimbisha upepo ambao hautaufikia. Na unajua, ukipata ule uhuru, unashtuka tena, unapata haujatosheka rohoni mwako. Siku moja tumeenda kanisani tukiwa watoto, kukanyesha mvua nyingi hapo kwetu nyumbani. Sasa unajua, ilipoisha mvua, kwa sababu kulikuwa na uwanja mkubwa hapo shuleni, tukaenda kucheza na maji. Na kucheza na maji sio kucheza kwingine, ni kumwagiana maji. Baada ya kumwagiana, nikalowa maji mwili mzima. Sasa wacha wakati wa kurudi nyumbani ufike, nikaanza kufikiria, kutafakari. Mama yetu alikuwa mkali, marehemu mama yetu, tutakutana ule ufalme usioisha siku moja, na wamama wote na wababa wetu ambao wamelala. Mama yetu alikuwa mkali, angekuchuna hapa mahali kuna nyama kubwa kwa miguu kama umenyeshewa bila sababu. Sasa nikiwa njiani nikasema, sasa nitafanya namna gani? Nitasema ni sababu gani nimecheza na maji? Kwa sababu niliona kama mama ameniona nimecheza na maji, sasa atanifanyia ile harusi ndogo. So nikafika njiani, nikapata mtu mwingine anapita hapo, akaniuliza, oh kijana, pole, ulinyeshewa? Nikasema amenipea idea, nitasema nilinyeshewa. Nikifika nyumbani nitasema nilikuwa njiani kuja nikatandikwa na mvua. Na kweli nilifanya hivyo. Lakini baada ya hivyo kusema nilinyeshewa, so mama akaniambia, sawa, pole, kama ulinyeshewa, vua hizo nguo, tutakuja kuziosha. Nikaanza kuwa na shida kwa roho yangu kwamba tena nimedanganya, kwa sababu kanisani hatuambiwi kudanganya. Kwa hivyo nilipata uhuru kweli, lakini sio uhuru unaokaa muda mrefu. Sasa swali la mwisho tunalojiuliza, uhuru wa kweli hautoki kwa vitu vya dunia, hautoki kwa mawazo yetu, hautoki kwa kuwa na pesa nyingi, hautoki kwa kuwa free from your spouse, hautoki kwa kitu chochote ambacho kimeumbwa na binadamu. Uhuru wetu unatoka kwa mmoja ambaye ni Baba na Mwokozi wa maisha yetu. Anasema katika kitabu cha Luka 4 aya ya 18 kwamba nilikuja kuwafanya huru wale waliofungwa. I have come to declare freedom to slaves. All of us became slaves to sin. Yeyote ambaye amezaliwa na Adamu ni
slave wa dhambi. Yeye ni mtumwa, yeye ni mfungwa, amefungwa na dhambi. Kwa hivyo Kristo peke yake ndiye anayefungua watu kutoka kwa minyororo ya dhambi. Na yeyote ambaye amefungwa na dhambi, adabu yake ni mauti ya milele. Sasa ni nini kinachokuwa tunapokubali uhuru unaotoka kwa Kristo? The freedom in Christ. Mtu yeyote anayemkubali Kristo, ni nini kinakuwa katika maisha yake? Kuanzia siku anapomkubali Kristo, mawazo yake yanatoka kwa self kwenda kwa Kristo. Mnaona Paulo anasema katika kitabu cha Galatia kwamba it is not me who lives but Christ who lives in me. It is not me but Christ. Yeyote anayemkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yake anasema, Kristo, tafadhali niambie unachotaka nifanye, nitakifanya leo. Huo ndio uhuru wa kweli. Huo ndio uhuru unaokaa kupita maisha yako haya na unaotuchukua katika ile nchi mpya. Ukipata uhuru katika Kristo, we desire a life dictated by his word. Katika kitabu cha Daudi cha Psalms 119 aya ya 105, Daudi anadai kwamba your word is the lamp to my feet. Tunamulikiwa na neno la Kristo ambalo linatumulikia katika njia tunayotembea katika dunia hii. Kitu kingine tunachokuwa nacho, tunaanza kuserve. Kristo aliwaangalia watumishi wanafunzi wake. Walikuwa wanapigania mamlaka. Kila mmoja alitaka kuwa mkubwa. Hata siku moja mama ya Yakobo na Yohana akaja akamwambia Kristo, hawa vijana wangu wamekufanyia kazi siku nyingi. Tafadhali unaporudi katika ufalme wako, umweke mmoja hapa na mwingine hapa, wakawe immediate deputies. Lakini Kristo akawaambia, he who wants to be greatest amongst you must be ready to serve. Bwana asifiwe. Wenzangu, tunapomkubali Kristo tunataka kufanyia wengine. Nilikuwa katika shule ya Kenya High School wiki mbili leo. Nimeona hapo kwa lango, their mission ni kwamba to serve is to reign. Kwamba kutumikia wengine ni kutawala. Wenzangu, nataka kuambia kwamba ukishapata uhuru katika Kristo, utataka hata kufagia hili kanisa, utataka kufanya the least work in this church. Ukisikia kwamba kuna kazi katika kanisa hili ambayo ni ndogo kwako, tafadhali na kusi urudi kwa Kristo upate true freedom ili uweze kuwa mtumishi wa wengine. That is the true freedom we get in Christ. Kitu kingine, ukiwa free katika Kristo, you will not fear the future. Hautaogopa yanayokuja. Katika Yohana 16 aya ya 33, Kristo kabla arudi juu amewaambia Wakristo wanafunzi wake kwamba I know, najua kwamba katika dunia mtakuwa na shida, lakini na jitie moyo, I have overcome the world. Praise God. Kwamba yeyote ambaye amepata freedom, amepata uhuru katika Kristo, halali akitafakari ya kesho, ni nini kitakuwa kesho. Kwa sababu gani? Amejua kwamba maisha yake ya sasa na kesho yamefichwa huko mbinguni na Kristo. Bwana asifiwe. Wakristo, nataka kuwasihi kwamba wokovu ambao ulipata is insurance against everything in this life and in the life to come. Bwana asifiwe. Hiyo ni insurance. Inaitwa namna gani kwa Kiswahili? Bima. Kumpata Kristo ni bima. Kwa hivyo nataka kuwasihi kwamba mtu ambaye amempata Kristo, lala uzingizi mnono. Na kabla tumalize, nataka kusema kwamba kitu cha mwisho ambacho mtu ambaye amepata uhuru katika Kristo anaishi kwayo ni kwamba we don't fear death. Kwa sababu gani? Hatuogopi kifo. Kuna mtu alikuwa anaitwa John Huss. John Huss alikuwa mmoja wa wale walikuwa katika Reformation of the 15th century.
In 1517 mnakumbuka kulikuwa na watu mbalimbali kuna huyu one of the proponents alikuwa Martin Luther na wengine. Mmoja wao alikuwa anaitwa John Huss. John Huss alisema kwamba yale maneno yanafanywa makanisani yalikuwa kinyume na Biblia. Na siku moja mamlaka ya wakati huo yakamwambia kwamba wewe tutakuchoma katika umati mkubwa. John Huss akasema yule ambaye anaishi ndani yangu amenipea bima ya sasa na milele katika jina la Kristo. Akawaambia kwamba walipotaka kuwasha moto wauweke nyuma yake kwa sababu walishamfunga kamba. Wakataka yule alikuwa anawasha kiberiti akataka kuwasha kutoka nyuma, kama alimuonea huruma asiwashe kutoka mbele. Akamwambia tafadhali usishituke, wewe washa kiberiti kutoka hapa mbele. John Huss amechomeka akisema Bwana ni mkubwa, nina bima ya sasa na milele katika Kristo. Wa Kristo tukishapata Kristo mwenyewe kama mwenye kutupea freedom, hatuogopi ni nini kitakuja maishani mwetu. Kitu tunajua ni kwamba siku moja Kristo atatuita kutoka mauti kwa majina yetu na tutaunganika na mamilioni wengine duniani kwa ile nchi, that country whose builder and maker is God. Na mwisho tukishapata uhuru katika Kristo, we surrender all to Jesus. Kila wakati Elder Ndemo, unajua tunaimba huu wimbo, tunafikiri kwamba ni wimbo wa sadaka. Tunasema yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake. Ninavutwa na upendo, kwa hivyo najitoa. Oh, what a beautiful song. Anasema katika aya ya pili kwamba yote namtolea Yesu, na inamia pake, nimeacha na anasa, kwako Yesu nipokee. Yote namtolea Yesu, aya ya tatu, nifanye niwe wako, nipe roho yako, Bwana anilinde daima. Na mwisho anadai kwamba yote namtolea Yesu. Ile tiu nimepotea tena. Yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi na sifu jina lake. Wakristo wenzangu, unapomkubali Kristo akakufanye huru, unatoa kila kitu kutoka kwako. Siku moja kulikuwa na mwana biashara, alikuwa na business mjini lakini alikuwa anakaa nje ya town. Biashara kubwa. Siku moja akapigiwa simu usiku, akaambiwa nyumba yako imechomeka, biashara zako zimeisha. Akashtua kila mmoja, akamwambia mimi biashara zangu na kila kitu nilishampea Kristo. Kama Kristo aliacha ikachomeka, hiyo ni shida yake. Wakristo nataka kuwahimiza kwamba ukiwa Mkristo unatoa kila kitu kwake. Kwa hivyo afya yako, biashara zako, uhai wako. Ukiwa mgonjwa unasema Kristo, nikikaa nyumbani sitaweza kufanya kazi, naomba uponyaji kutoka kwako. Unadai kwa sababu ulishampea maisha yako na kila kitu chako. Na mwisho kuna mtu alikuwa anataka kuingia katika dini ya Kikristo. Sasa akapata mtu mwingine akamwambia nataka kuingia katika dini. Mtu huyo aliyeuliza akamwambia ukiingia katika dini watahitaji 10% ya mapato yako. Lakini kulikuwa na mchungaji alikuwa anapita hapo karibu, akamwambia sio 1/10, atahitaji kila kitu chako. Wenzangu, ukiingia kuwa free katika Kristo, anahitaji kila kitu chako. Anahitaji muda wako, anahitaji nguvu zako, anahitaji pesa zako, anahitaji roho yako. Ndiyo inayomsumbua kupita kila kitu, kwa sababu Kristo anasema muda wangu waisha. Ile clock kama hii ya dunia imefika saa 11. It's almost midnight and Christ is coming. So Christ anasema nataka kila kitu cha Mkristo. Kwa hivyo tunapoitishwa kwamba tutoe zaka na matoleo mengine, actually hilo fungu ukisoma Malaki 3:10, 11, 12, hiyo
Mungu anatuuliza, mnataka baraka kutoka kwangu, kujeni kupitia kwa zaka na sadaka. Sio kwa sababu Nyanchwa iko hapa tutume zaka na sadaka, ni kwa sababu Mungu anadai kwamba mkitoa zaka na sadaka, nitafungua madirisha na milango ya mbinguni kwenu. Nitawapa afya tele, nitawafanikisha mahali popote kwa biashara, nitafanikisha masomo yenu, nitabariki watoto wenu na wajukuu wenu, na kila chochote, whatever your hand touches will be blessed katika jina langu. Nataka kuwauliza, would you be free? Utakuwa huru, na nidai kwamba kweli kwa ikiwa mwana atawaweka huru, mtakuwa huru kweli. Kwa jina la Kristo ndio ombi langu kwenu. Amen. Tutasimama na wimbo 122 tuimbe sote tukimtukuza Bwana wetu kwa uhuru katika Kristo. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Baba na Mungu wetu, asante, asante, asante isiyo kifani. Ulituumba watu huru kwa lile shamba la sura mzuri isiyo na kifani, lakini kwa bahati mbaya tuko hapa miaka 1600 baadaye tukihangaika na magonjwa na shida na misongo mbalimbali ya maisha. Tumeangalia kwamba kuna sheria mbalimbali zinazolinda uhuru wa ibada na uhuru wa kila mmoja wetu. Lakini tunafakari kwamba kwa mujibu wa neno lako, kuna siku uhuru wetu utatatizwa. Lakini hili si shida kushinda kuwa katika minyororo na kukosa uhuru kwa sababu ya dhambi. Naombea kila mmoja ambaye alipita kwa malango yetu mawili kuingia katika hekalu hii. Naombea kila mmoja ambaye anasikia sauti hii kupita milango ya kanisa hii, kwamba kuna uhuru wa kweli ambao unapatikana kwa mmoja, ambaye tunasoma kwa jina lake tu kila mtu atapata wokovu. Kuna uwezekano kwamba kuna wengi wametafuta uhuru kwa mambo mbalimbali, lakini kwa mujibu wa Biblia haya yatapita haraka. Naombea kila mmoja wetu kwamba apate uhuru wa kweli katika Kristo. Mambo ya dunia hayatatosheleza, hayajawahi kutosheleza. Naombea kila mmoja ambaye amevikwa na shida mbalimbali. Kati yetu kuna wale wanaomboleza kifo cha wenzao. Kuna wale wanaumwa usiku na mchana kwa sababu ya ugonjwa. Kuna wale wana shida ya kupata